Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Mchezo mkubwa wa kombe la shirikisho barani Afrika, hatua ya nusu fainali, mechi ya mkondo wa pili ambayo inasubiriwa na wadau wengi wa soka barani Afrika na nje ya bara la Afrika, hususan katika nchi ya Tanzania na nchi ya Afrika Kusini. Ni mechi ya mkondo wa pili ambapo mechi hii itakwenda kuikutanisha klabu ya soka ya Simba Sports Club kutokea nchini Tanzania dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Stellenbosch kutokea pale Afrika Kusini. Kwa mujibu wa ratiba, mchezo huu unatarajiwa kuchezwa siku ya Jumapili, yani tarehe 27 mwezi wa 4 mwaka 2025 majira ya saa 9 mchana kwa pale Afrika Kusini, lakini nchini Tanzania ni saa 10 jioni. Kwa hiyo tunaona kuleka katika mchezo huu tayari Simba Sports Club wameshajiandaa katika mchezo huu. Sasa shirikisho linalosimamia mpira wa mguu barani Afrika, CAF, hapo awali waliweza kumtangaza muamuzi ambaye atakwenda kuchezesha mchezo huu kwamba ni Amin Omar, lakini kwa sasa wameweza kumbadilisha muamuzi huyo na kumleta muamuzi mwingine. Taarifa imekaje? Taarifa inasema hivi: shirikisho la mpira wa miguu Afrika, CAF, limefanya mabadiliko ya ghafla ya refa wa mechi ya marudiano ya nusu finali ya kombe la shirikisho Afrika baina ya Stellenbosch na Simba Sports Club itakayochezwa Jumapili Aprili 27, 2025. Awali refa aliyepangwa kuchezesha mechi hiyo alikuwa ni Amin Omar kutoka Misri, na sasa timu hizo zitachezeshwa na Mohamed Maruf Ed Mansour ambaye naye anatokea Misri. Haijafahamika bado sababu za CAF kuchukua uamuzi huo wa kumbadilisha Amin Omar ambaye hana historia nzuri na Simba Sports Club katika mashindano ya kimataifa. Amin Omar ndiye alichezesha mechi ambayo Simba ilifungwa bao 1-0 ugenini dhidi ya Oroya katika hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika msimu wa mwaka 2022-2023. Kumekuwa na usiri mkubwa katika ufanyaji wa mabadiliko haya na utangazwaji wake na CAF kuelekea mchezo huo uliobeba hisia na mvuto mkubwa kwa nchi za Afrika Kusini, Tanzania na Afrika kiujumla. Mwamuzi Mansuri atasaidiwa na wenzake kutoka Misri ambao ni Mahmoud Elbegar na Ahmed Ibrahim ambao ilikuwa tangu awali wao wasaidizi, lakini pia kuna mabadiliko kwa refa wa akiba ambapo sasa atakuwa Mohamed Nagi naye kutoka Misri. Mtathmini wa marefa ni Bechir Hassan kutoka Tunisia na kamishna wa mechi ni Celestile Glika kutoka Botswana. Hakuna mabadiliko upande wa marefa wanaosimamia teknolojia ya video ya usimamizi kwa marefa VAR ambapo kuna Mohamed Ashor na Mohamed Elbana wote kutoka Misri. Simba imewahi kukutana na refa Mansuri mara mbili ambapo ya kwanza alikuwa refa wakati ilipotoa sare ya bao 1-1 nyumbani na ASEC Mimosas kwenye hatua makundi ligi ya mabingwa Afrika msimu wa mwaka 2023-2024, na mechi ya pili alikuwa refa wa akiba ilipoibuka na ushindi wa mabao 7-0 dhidi ya Oroya msimu huo. Kwa hiyo tunaona refa huyu Mansur ambaye ameweza kutangazwa ndiye ambaye atakwenda kuchezesha mchezo wa Simba dhidi ya kocha timu ya soka ya Stellenbosch. Amekuwa na rekodi nzuri kwa wekundu wa Msimbazi, lakini Amin Omar tunaona kwa upande mwingine yeye ameweza kubadilishwa kwa sababu tunaona kwa upande mwingine CAF hawajaweza kutoa sababu za kumbadilisha refari huyu Amin Omar kutokea Misri. Kwa sasa mechi ya Simba inatarajiwa kuchezwa na mwamuzi huyu Mohamed Maruf Ed Mansour kutokea nchini Misri ambaye amekuwa na historia nzuri wakati Simba Sports Club wanacheza michezo yake. Bwana, kama ni mshabiki wa Simba umeweza kufurahishwa na taarifa hizi, CAF kuweza kuifanyia fair Simba Sports Club kuweza kumbadilisha mwamuzi Amin Omar, like video yetu, alafu sasa tuende kwenye comment section katuambie kuelekea kwenye mchezo huu wa Simba Sports Club dhidi ya kocha ya timu ya soka ya Stellenbosch. Kwa upande wako wewe unaiona klabu ya soka ya Simba ikienda kuibuka na ushindi wa magoli mangapi? Kuna wataalamu wa tiba za asili lakini Sheisa Sultan ndiyo kiboko yao. Kutana na Sheisa Sultan kwa huduma zifuatazo: kusafisha nyota, matatizo ya uzazi, mvuto wa biashara, kuondoa nguvu za giza, kurejesha nguvu za kiume, kukomesha usaliti kwenye ndoa, kushinda bahati nasibu. Jinsi ya kuwasiliana na Sheisa Sultan: unaweza kumpigia simu namba 0756465818 au 0680476277. Pia unaweza kumtafuta kupitia WhatsApp kwa namba hizo. Mpigie muda wote Sheisa Sultan ili utibiwe. Hakika Sheisa Sultan ndiyo kiboko yao.